Alafu unajua mimi sipendi masuala ya kushtuana. Mzee na presha mtakuja kuniua jamani. Jamani, hebu kushtua kidogo tu hapo. Kumbe kazi. Karibuni. Asante, tumeshakaribia. Mimi naye tena. Sasa achane nayo bana. Ndio hivyo tumekupitia kwenda kwenye ngoma. Kwenye ngoma? Mwanzeni nishasahau maana kazi hapa nyumbani niliacha kazi nyingi. Ndio hivyo, jiandae twende. Ndio jiandae, tunakusubiri hapa. Twende mage, muda ndio hapa umefika sasa. Basi ngoja niingize hivi vyombo ndani. Okay, sawa. Tunakusubiri. Alikuwa ameshasahau kabisa. Alikuwa amesahau. Alikuwa amekaza. Haya. Je, tumsubiri. Ndio fanya haraka shogangu twende. Ni wenyewe nenda kuyakata maana nilifundisha na bibi. Mpaka ndakisha na vichukua mtoto wa mfalme. Utanzidi mimi. Na uwe mbamba wangu nikiingia kati, yani nikipita. Hadi na kisha nimecheza, yani nimecheza mpaka nimepata mtoto wa mfalme. Sio mtu mwingine. Hebu tuendelee, niachane na mabishano. Napita huko. Tunapita huko. Uche. Samani. Hivi hichi kitu umefunzwa na nani? Umefunzwa na nani? Hivi unafikiri wanaimaya watatuchukuliaje? Au unataka wanione kwamba mimi sina akili? Lengo lako waje wanipe mimi adhabu kwamba mimi sio kaka bora kwako, si ndio? Dada, tulivyotoa kila kitu kwenye maya hii ili wewe ufundwe ni kwa ajili ya haya maswala.
Aya alitakiwa aone mme wako mtarajiwa, sio sisi kaka zako. Nadhani umenielewa. Sawa, nimeshakuelewa. Hata hivyo nilikuwa natoa kitambaa nenda nikafunike. Hata hivyo umeshachelewa. Mimi nimetoka kutafuta kuni huko, nimefika hapa nimeona waliopita kabla yangu wamepeleka maneno mangapi huko kwenye himaya yetu. Lengo lako mimi nipate adhabu na nionekane kwamba kaka sina akili au sina ubora kwako, si ndio? Funika pala kalaka. Hakika wewe ni mwanamke ambaye unanipa faraja moyoni mwangu, na ninapokukosa nahisi moyo wangu unakosa furaha kabisa. Nakupenda kwa hali yoyote na nakuahidi sitokuja kukuacha. Nakupenda sana Meki. Nafurahi kusikia hivyo. Nakupenda pia. Wewe ndo mwanaume pekee kutokea kunipa furaha na faraja katika moyo wangu na kwenye maisha yangu yote. Nakupenda sana. Na uliniahidi ya kuwa hutakuwa na mwanamke yote kwenye himaya hii tofauti na mimi. Hilo naomba uamini. Kuhusu kukuoa usijali, kwani mimi ndio mwanaume pekee kwenye himaya hii ya Itobe ambaye nimetokea kukupenda kwa dhati. Nakupenda kutoka moyoni na sina mpango na wanawake wengine. Sioni mwanamke wa kunishawishi zaidi yako. Nakupenda Meki. Meki, naomba uniahidi hautonisaliti. Hapana, siwezi. Nakupenda sana. Na wewe ndo mwanaume pekee ndio uko nafasi kubwa sana kwenye moyo wangu. Nashukuru kusikia hivyo. Sura yako na macho yako yanaonyesha upendo wa dhati kwangu. Naomba unachokitamka mdomoni kiwe cha kweli mpaka akilini na moyoni pia. Sawa, mimi siwezi kukusaliti kwa mwanaume yote. Nakupenda wewe tu kwenye himaya hiyo. Na sijaona mwanaume wa kuzidi wewe. Asante. Nakupenda sana. Nashukuru kusikia hivyo. Chawia chaliwa dini chawia. Chawia chaliwa dini chawia. Chawia chaliwa dini chawia. Chawia choyo dini chawia. Chawia choyo dini chawia. Chawia chaliwa 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 dini chawia.
Kuje. Safi sana. Tena safi sana. Kwa muonekano ambao mnaoliopo hapa, naonekana ni mko vizuri. Wana himaya wa Itobe. Malkia. Abe mganga wa himaya. Nimepata taarifa kutoka kwa chifu wa himaya hii kwamba ametoka saizi dharura, amekwenda kwenye himaya nyingine. Hivyo basi mkutano huu umeahirishwa mpaka tena atakaporudi, atakapopanga siku ya mkutano tena. Kwa mabinti wako waambie kama wanaendelea na mazoezi, waendelee na mazoezi mpaka pale chifu atakaporudi kutoka kwenye himaya hiyo. Mnanielewa? Ndielewa. Kuje. Kama ulivyomsikia mganga mkuu, tuendelee na mazoezi mpaka siku itakapopangwa. Isungu, najua wewe ni mwanaume na himaya ya Itobe sidhani kama mtu inataka mtu legevu kama wewe. Watu tulipambana, watu tujitoa. Kuna wengine walienda watatu, kuna wengine walienda wawili, mimi nilienda peke yangu. Ndiyo, na nikapambana kwa jasho na damu mpaka nikaleta kitu cha simba hapa. Wewe ni shuhuda gani unashindwa kumuua simba, hata kuku unashindwa kumuua, hata kanga, hata kwali? Ulishafanya nini ambayo tunaweza sisi ukatuambia kama vijana wa himaya ya Itobe tuweze kuonea huruma angalau kukusaidia? Nini ushawahi kukifanya hapa?